Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia uhai kufika hapa na kupata kibali hichi, mimi nianze kwa kumpongeza Mheshimiwa Rais. Utashi wake wa kisiasa ndio tumefika kwenye ripoti. Sasa kwa sababu ripoti ipo, mimi sina haja ya kujadili maoni. Maoni yameshaingia kwenye ripoti. Ninachoomba sasa mamlaka husika kwa maana ya serikali, lakini kupitia Wizara ya Viwanda na Biashara iende kwenye utekelezaji. Katika mambo mengi yaliyotajwa, moja hapo ni kuunda sheria ya biashara na huduma kwa maana ya trading na hizi huduma nyingine ambazo zinawezekana kufanyika na wazawa. Lakini kwenye ripoti pia imetaja swala la fedha kwamba hawa wageni pia hawazitumii hizi benki. Madhara yake ni nini? Madhara yake ni makubwa kwenye uchumi kwa maana TRA, lakini kwa maana ya kibenki. Kwa sababu ili uchumi wa nchi yote uendelee, lazima kuna utegemezi wa zile sera tatu pacha kwa maana monetary policy, fiscal policy and tax policy. Hizi sera tatu pacha zinafanya kazi kama kaka na dada. Kama huyu mtu ambaye anatoa mzigo ugenini, nchi husika, yeye mwenyewe ndo anaingiza mzigo, yeye mwenyewe ndo clearing and forwarding, yeye ndo wholesale, lakini yeye ndo anauza door to door. Nini kifanyike sasa katika maelezo yako yote mazuri hayo? Kinachotakiwa kufanyika, kwa sababu tayari ripoti ipo, kinachotakiwa kufanyika sasa twende kwenye utekelezaji, na sheria ikiwezekana ifanyike kwa wepesi na kwa haraka. Yale yote yaliyotajwa kwenye ripoti twende kulisti biashara zinazotakiwa kufanyika na wazawa na zile ambazo hazitakiwi kufanyika na wazawa waende kwenye uwekezaji. Ameeleweka. Jirani yako hapo Profesa Mbura, kabla ya kwenda kwa mzungumzaji mwingine. Profesa Mbura, karibu sana, tukusikie na utajitambulisha kwa wageni wetu wengine. Karibu. Asante sana. Mimi nitakwenda moja kwa moja. Makamu mwenyekiti, mimi ni Profesa Mbura, natokea Shule Kuu ya Biashara, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Kwa kweli makamu mwenyekiti amechukua yale ambayo nilikuwa nafikiria ningeyasema. Lakini niseme tu labda kuyaweka vizuri zaidi ni kwamba kama kuna uwezekano sasa, na nafikiri inawezekana, ile ripoti yote yale ambayo yametokea yameainishwa pale. Kwa mfano, ukisema kwamba wale wanauza bidhaa au huduma kwa gharama ya chini kuliko tunavyouza sisi, ni nini kifanyike? Na ni kwa nini wao wanafanikiwa zaidi kuliko sisi? Na niseme tu kweli kwamba pamoja na kwamba tunatupa lawama, manake sasa tumeshachukua mlolongo wa lawama kwa wanaokuja kutoka nje, lakini na sisi pia tujitathmini kama wafanyabiashara, tuna nafasi gani ya kujifunza kutoka kile wanachokifanya wao. Kuna baadhi ya mambo ambayo wanafanya, sisi tunaamini wakati fulani matatizo yako kwenye mambo 7, lakini sitataja yote. Lakini wakati mmoja, jambo muhimu ambalo linaweza kuwa ni chanzo cha sisi kushindwa, hapo nachukulia kama vile hawa ni watu wema, lakini sina maana hiyo. Kinachosababisha tushindwe zaidi inaweza kuwa pia ni namna ambavyo tunazitoa huduma na namna ambavyo tunazitoa hizi bidhaa. Kuna sababu gani kwa mfano kwenye biashara ndogo kukuta una mtiririko wa watu wengi uliowaajiri ambao unasababisha gharama kubwa? Kwa hiyo tushindwe kushindana na hawa watu. Kwa hiyo ukiziangalia zile hoja zilizotolewa zote, pia tujitathmini na sisi tujifunze kitu. Tusitupe tu lawama. Mimi naomba kidogo niwe wazi. Kwa Profesa, unataka kusema wabaki tupambane? Nachosema yale yote yaliyosemwa na sheria zile na taratibu, na kama alivyosema mheshimiwa naibu katibu mkuu kwamba tuangalie ni namna gani tunaweza tukashughulika na masuala yote yanayohusu kusimamia taratibu, lakini pia uzalendo, yote hayo yapo. Lakini pia na sisi tujifunze na kile ambacho hawa watu wanafanya. Kuna vitu vingine, pengine kuna Wachina ambao wanafanya kazi vizuri na pengine hawakiuki taratibu, lakini sisi tunajifunza nini kwenye ile? Kuna sababu gani kwa mfano ya kuuza bidhaa gharama ya juu sana ukilinganisha na mtu mwingine? Hapo sina maana kwamba nafuta yale yote yaliyosemwa. Naomba nieleweke. Nasema tu kwamba na sisi tujifunze kutokana na yale ambayo wanayafanya ambayo ni mazuri. Asante Profesa.